Nyahururu kuelekea Gilgil ulitatizika kwa zaidi ya saa moja baada ya wafuasi wa vyama vya UDA na DCP kuzua makabiliano makali katika eneo la Chokoreria. Karunga, polisi walifyatua risasi hewani kutawanya umati uliokuwa umezuia barabara, huku waandishi wa habari wakilazimika kukimbia kuokoa maisha yao baada ya kujikuta katikati ya vurugu hizo. Laban Muhinda anatufungulia ukurasa wa taarifa za leo. Ilikuwa mguu ni ponye kwa wanahabari baada ya kujipata katikati ya makabiliano kati ya wafuasi wa UDA na DCP katika eneo la Chokoreria, Karunga. Usafiri katika barabara ya Olkalau Gilgil ulisimama kwa zaidi ya saa moja baada ya wafuasi wa vyama hivyo viwili kuzua makabiliano makali. Kulingana na walioshuhudia tukio hilo, msafara wa magari ulikuwa ukipita eneo hilo kuelekea Olkalau wakati moja ya magari ilipopata ajali. Mimi ni mkaaji wa hapa Chokoreria. Nilikuwa naenda pahari kwa sherehe pahari. Gari ikaanguka kwa barabara, tukaenda kuokoa walioanguka. Kuenda kuokoa tumepata mtu mwingine anapigwa hapo kando na sisi pia wakaanza kutupiga. Na wakazi walipojitokeza kutoa msaada, watu waliokuwa ndani ya gari hilo wakiwa wamejihami kwa marungu walishuka na kuzua taharuki iliyosababisha vurugu. Gari yao ilianguka ilikuwa na pesa. Na tulikuwa tumeenda kuwasaidia. Brother zote zilikuwa zimejaa kwa barabara, zilikuwa zimefunga hizo pesa. Wakatoroka wakaingisha hizo magari kwa jirani. Na huyo jamaa mwenye alikuwa amefungwa. Sasa hii hatujui mahali hapo. Nalo lori lililokuwa likizunguka eneo hilo kumnadi mgombea wa DCP pia lilijipata katikati ya makabiliano hayo. Waandishi wa habari waliokuwa wakiripoti tukio hilo hawakusazwa, huku wakilazimika kukimbia kuokoa maisha yao baada ya maafisa wa polisi waliokuwa wamejifunika nyuso zao pamoja na wengine waliokuwa wamevalia mavazi ya kiraia kufika eneo hilo kwa magari yasiyo na nambari za usajili na kufyatua risasi hewani ili kutawanya umati na kurejesha hali ya utulivu. Awali viongozi wa serikali walikituhumu chama cha DCP wakidai matukio ya aina hiyo yanahatarisha mazingira ya uchaguzi mdogo wa ubunge wa Olkalau. Kati ya nomination ikifanyika, hawa watu walikuwa wanatisha watu hata wasiende nomination. Na literally walikuwa wakikuwa na kofia ya unda, wanavua, wanaishoma. Na ni wale tu ambao wanajulikana. Wakati huo mbunge wa Saboti Caleb Amisi ameitaka tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC kumbandua mgombea wa UDA katika uchaguzi huo, akidai kuwa amekiuka maadili ya uchaguzi. The IEBC must issue a statement barring the UDA candidate from this election. Laban Muhinda, TV 47, Olkalau.